Muhammad simwamini kama nabii wa Mungu. Simwamini kabisa kama nabii wa Mungu. Naam. Hauamini kama yeye ni nabii wa Mungu? Kabisa. Kwa sababu gani na Qur'ani inamtangaza kama nabii wa Mungu? Unaona nini ambacho kinanifanya mimi nimkatae Muhammad? Ujambo Mwalimu Eli? Jambo sana, nashukuru mtangazaji. Umeniambia kwamba wewe ni Mkristo lakini nakuona umebeba Qur'ani. Ndio. Je, unaamini kwenye Qur'ani? Unaamini kwamba Muhammad ni nabii wa Mungu? Unajua, kwanza swala la kumwamini Muhammad, Muhammad simwamini kama nabii wa Mungu. Simwamini kabisa kama nabii wa Mungu. Naam. Hauamini kama yeye ni nabii wa Mungu? Kabisa. Kwa sababu gani na Qur'ani inamtangaza kama nabii wa Mungu? Unaona nini ambacho kinanifanya mimi nimkatae Muhammad? Naweza kumkubali kuwa ni nabii ndio, lakini si nabii wa Mungu, kwa sababu Biblia imetupatia vigezo vya kujua manabii wa Mungu. Na Yesu alikuwa tayari ametabiri ya kwamba manabii watatokea. Lakini imeonekana ya kwamba huyu nabii Muhammad yeye ametabiriwa miongoni mwa manabii wa uongo ambao Yesu aliwatabiri katika kitabu cha Mathayo. Ni sifa gani ambayo Muhammad anakuwa nayo ambayo inawakilisha manabii wa uongo? Naam, miongoni mwa sifa ambazo zimemwakilisha kuwa nabii wa uongo ni sababu Biblia inasema katika Yohana, naamini Yohana wa kwanza fungu lake la 20, ambayo inasema kwamba manabii makristo wa uongo ni wale ambao wanaosema ya kwamba Mungu hana mwana. Na kupitia sifa hiyo Muhammad amenaswa mle, kwa kuwa Muhammad ameutangazia ulimwengu wote ya kwamba Mungu hana mwana huko anapopinga Yesu Kristo. Je, Muhammad haamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Kabisa kabisa, Muhammad haamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kwa kigezo hicho na unaamua kumuita nabii wa uongo? Kabisa, na ile yenyewe inatosha kumuweka miongoni mwa manabii wa uongo ambao Yesu alikuwa amewatabiri katika Biblia. Unasema nini kwa Waislamu ambao wanakusikiliza na kutazama? Nipende tu niwakaribishe ndugu zetu Waislamu, hatuwachukii, tunawapenda, ni marafiki ndio, lakini wameamini vibaya. Wameamini ya kwamba Muhammad ni nabii wa Mungu, huku ukiona vile ambavyo vimeandikwa mle, Muhammad hayumo miongoni mwa manabii wa Mungu. Sasa Waislamu wamrudilie Yesu ambaye inaonekana ya kwamba yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Asante sana mwalimu. Niambie mpendwa mtazamaji kwamba tunakuwa katika mji wa Bukavu na hapa tunakuwa na Mwalimu Eli. Ikiwa haukubaliane na maneno yake, unaweza kutuandikia kwenye comment au kutuomba namba yake ili usimulie naye. Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Asante sana.